السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه أولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं Bismillahirrahmanirrahim. Alifa mtukufu Yadahullah Ta'ala Abnasal Aziz anasema aya hizi nilizozisoma ni kutoka katika sura Nur na ayati istikhlaf, yani aya ambamo Mwenyezi Mungu ameahidi kwamba ataendeleza uhalifa, na aya zingine zipo kabla ya aya hii na zingine zipo baada ya aya hii. Katika aya hizi zote Allah subhanahu wa ta'ala anawaamuru waaminio wamtii Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Ikiwa wanafanya hivi, basi katika hali hii Mungu atawatia neema ya uhalifa na atatimiza ahadi ya kuwapatia neema ya uhalifa, na Mungu atabadilisha hofu yao katika amani, na Mungu atawaangamiza maadui. Nilizozisoma tafsiri ya aya hizi ni kama ifuatayo: haiwi kauli ya waaminio wanapoitwa kwa Allah na mtume wake ili ahukumu baina yao, ila kusema tunasikia na tunakubali, na hao ndio wapatao ufaulu. Na anayemtii Allah na mtume wake na kumnyenyekea Allah na kumwogopa, basi hao ndio watakaofuzu. Na walimwapia Allah kwa kiapo chao cha nguvu ya kwamba ukiwaamrisha bila shaka wataondoka. Sema, msiape, hii wa kawaida ndio unatakiwa. Hakika Allah anazo habari za mnayoyatenda. Sema, mtini Allah na mtini mtume, na kama mkikengeuka, basi aliyolazimishwa yeye ni juu yake, na ni juu yenu mliyolazimishwa nyinyi. Na kama mkimtii mtaongoka, si wengine juu ya mtume ila kufikisha ujumbe waziwazi. Allah amewaahidi wale walioamini miongoni mwenu na fanya vitendo vizuri. Bila shaka atawafanya mahalifa katika ardhi kama alivyowafanya mahalifa wale wa kabla yao, na kwa yakini atawaimarishia dini yao aliyowapendelea, na atawabadilishia amani baada ya hofu yao. Wataniabudu, hawatanishirikisha na chochote, na atakayekufuru baada ya hayo, basi hao ndio wavunjao amri. Na simamisheni swala na toeni zaka, na mtini mtume ili mrehemewe. Msiwadhanie wale waliokufuru kwamba wataponyoka katika ardhi, na makao yao ni moto, na marudio yao bila shaka ni mabaya.
hazur anasema kwamba bila shaka mwenyezi mungu ameweka mambo yote waziwazi katika aya hizi, na amesema hata kama ninyi mnadai kwamba ninyi ni waaminio, lakini madamu hamwonyeshi uimara katika imtihani na majaribio ya kila aina, madamu hamfuati amri za mwenyezi mungu na mitume wake bila kuwa na wasiwasi yote, nyinyi ikiwa hamfanyi hivi hamwezi kupata ufaulu. Kwa ajili ya kupata ufaulu ulio bora na ulio sahihi, kwa ajili ya hii tunalazimika kumtii Allah na mtume wake. Tunatakiwa tufuate amri za mwenyezi mungu kwa ajili ya kupata ridha yake, na vile vile tutii amri zake kwa kuwa na hofu ya hii isije mungu wangu akanikasirikia kwa sababu ya vitendo vyangu. Kwa kuwa na hali yote tunalazimika kufuata amri zote za Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo ndivyo tunatakiwa tushike ucha mungu. Tunalazimika kufanya kila mema na tunatakiwa tushike kila hulka njema, kwa sababu hii ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hali hii itakapopatikana ndipo tutapata ufaulu. Hivyo ndivyo tutakujinia ulinzi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hazur anasema kwamba tunapochunguza tunakuta kwamba watu hawafanyi utii kama ipasavyo. Hata kama wao wanatii bila kuwa na moyo safi. Mungu amesema mara kadhaa, wametukumbusha mara kwa mara kuhusu utii. Mungu ametukumbusha hii pamoja na ahadi ili afanye kwamba uhalifa utaendelea kati yetu ikiwa sisi tunamtii Allah. Kana kwamba Mwenyezi Mungu anasema kwamba neema ya uhalifa ni sehemu ya utii wa Mwenyezi Mungu na mtume wake. Basi mnalazimika kufuata amri zote za uhalifa pia pamoja na amri za Mungu na mtume wake, kwa sababu hii pia ni amri mojawapo ya Mwenyezi Mungu. Hili ni jambo muhimu sana kwa ajili ya waaminio, kwa ajili ya kuendeleza uhalifa, kwamba waboreshe hali ya utii wao. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema katika hadithi yake kwamba yule ambaye aliyemtii amiri wangu amenitii mimi, na yule anayenitii mimi yeye anamtii Allah subhanahu wa ta'ala, na yule ambaye anamuasi amiri wangu yeye ni sawa sawa na hali hii kwamba ameniasi mimi, na yule ananiasi mimi anamuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo utii wa halifa ni zaidi kuliko utii wa amiri. Kwa safi namna gani maswahaba walionyesha utii. Nataka kutoa mfano wake mmoja. Katika mapigano fulani, Hazrat Khalid bin Walid aliteuliwa kuwa kiongozi, lakini Hazrat Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwa sababu fulani akabadilisha uongozi wake, na wakati mapigano yalikuwa yanaendelea yeye aliambiwa kwamba yeye sio kiongozi. Yeye alipata amri ya halifa wakati ule, na aliambiwa kwamba sasa Abu Ubaida atakuwa kiongozi. Hazrat Abu Ubaida radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuwa na wazo hili kwamba Hazrat Khalid bin Walid radhiyallahu ta'ala anhu anaongoza vizuri, yeye hakuchukua charge kutoka kwake. Lakini Khalid bin Walid akasema kwamba mara moja uje uchukue charge kutoka kwangu, kwa sababu hii ni amri ya halifa mtukufu.
kwa hiyo Khalid bin Walid bila kuwa na wasiwasi yoyote na bila kuwa na shida yoyote akasema kwamba mimi bila kuwa na wasiwasi yoyote nitakutii. Hii ndiyo ni hali ya utii inayotakiwa ipatikane ndani ya muaminio. Isiwe hali ya aina hii kwamba ikiwa uamuzi unatolewa kinyume na mawazo yake basi anaanza kuleta malalamiko. Kiongozi moja anaambiwa kwamba yeye sio kiongozi, basi yeye anaacha kufanya kazi na yeye hashiriki katika kazi yeyote. Ambaye anafanya hivi yeye hana utii wala hana hofu ya Mwenyezi Mungu wala yeye hana na ucha Mungu. Mimi nimejua kwamba wapo maraisi kadhaa ambao wenyekiti kadhaa ambao kabla ya kuisha term yao muda wao wameacha kufanya kazi kwa sababu hii kwamba sisi tena hatutachaguliwa kuwa maraisi. Je, hawa wenyekiti walikuwa wanaendelea kufanya kazi kwa sababu ya hii kwamba wachaguliwa daima dawamu na hawatekelezi majukumu yao wanayotakiwa watekeleze katika mwezi wa Juni? Kwa hiyo hii ni heana katika madaraka yao. Hivyo ndivyo, hii ni tabia ya uasi. Na vile vile hii ni dalili ya kujitoa katika utii wa uhalifa. Kwa sababu ya hii kwamba kwa sababu halifa amepitisha kanuni hii kwamba mwenyekiti atachaguliwa miaka 6 tu mfululizo, baadaye hatachaguliwa. Kwa hiyo sasa sisi hatutatoa majukumu yetu vizuri kwa sababu hatutachaguliwa. Hawa watu wanatakiwa washike uchamungu, wawe na uchamungu, na wanatakiwa wawe na hofu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alichukua bayet kwa maneno haya kwamba sisi tutasikia na tutatii hata kama tunapenda au hatupendi, kwa hali hizi yote tutakutii. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema yule ambaye anatoka nje katika utii wa Allah subhanahu wa ta'ala yeye atakutana na Mungu siku ya kiyama katika hali hii kwamba hatakuwa na hoja wala dalili wala hatakuwa na udhuru wowote. Na yule ambaye amekufa katika hali hii kwamba yeye hakufanya bayati ya imamu wa zama, basi yeye amekufa kifo cha ujinga. Basi sisi ni wenye bahati nzuri kwamba tumefanya bayati ya imamu wa zama hizi. Sisi si pamoja na wajahili na wajinga, wala sisi hatukumkataa imamu wa zama hizi. Lakini ikiwa vitende vyetu baada ya kumpwekea imamu wa zama hii ni sawa na amali za ujahili, basi amali zetu zinathibitisha kwamba tunatoka nje katika bayati tuliyofanya. Hivyo ndivyo tutatoka nje katika utii wa Allah na mtume wake pia. Baada ya bayat tunatakiwa tuwe na fikira nzuri na mawazo mazuri, na vile vile tunalazimika kuonyesha mifano mizuri ya utii. Jambo hili ni muhimu sana. Imamu wa zama hizi alisema nini kuhusu utii wa wafuasi wake? Sayyidina Alayhi salam alisema katika jamaati yetu anashiriki yule tu ambaye anafuata mafundisho yetu yote. Ni yeye sawa na uwezo wake, anafanya bidii, anafanya juhudi. Lakini yule ambaye kwa kuandikisha jina haishi maisha yake sawa na mafundisho yetu, basi yeye akumbuke Mwenyezi Mungu ametayarisha jumuiya hii kwa lengo maalum. Yule mtu ambaye haingii katika jamaat kwa vitendo vyake, yeye hawezi kuwa katika jamaat kwa kuandikisha jina lake. Yani kwa kuandikisha jina lake kwamba yeye ni mwanajumuiya, hawezi kuwa mwanajumuiya afanye vitendo sawa na mafundisho. Huzur anasema kwamba Sayyidina Alayhi salam anasema sawa na mawazo yangu mtu aina hii hayupo katika jamaati yangu. Sayyidina Alayhi salam anasema basi mfanye vitendo vyenu sawa na mafundisho mnayopewa, na mafundisho mnayopewa ni hii kwamba msifanye jambo la fitina, msiwe na shari, na mnapotukanwa muonyeshe subra, na
msishindane na watu katika mambo ya ufedhuli. Msishindane katika jambo hili kwamba mtu fulani amechanguliwa kiongozi, basi mimi sitamtii. Amesema yule ambaye anawatendea hivi, basi muonyeshe subra. Yani mtu anaonyesha tabia mbaya, katika hali hii mnatakiwa msamehe, bali mnatakiwa mumtendee vizuri. Amesema muonyeshe mfano mzuri wa maneno mazuri, yani muzungumze kwa hulka njema, na vile vile muwe na tabia nzuri, na kwa moyo safi mnalazimika mutii amri zote ili Mungu awe radhi pamoja nanyi. Na vile vile mdui pia ajue kwamba baada ya kufanya bayat huyu mtu amebadilika, sio mtu wa zamani. Yule ambaye anaingia katika jamaat hii anatakiwa kwa uwezo wake wote yeye ashike ukweli katika maisha yake. Hazur anasema kwamba kisha Mwenyezi Mungu anasema kwamba hawa watu wanakula viapo kwamba ikiwa unatuamuru sisi tutafanya hivi na hivi tutakutii. Wakati wanapopewa amri basi wanakwepa na hawataki kutii. Mwenyezi Mungu anasema kwamba msiape mara kwa mara, msiseme kwamba mtafanya hivi na hivi. Ikiwa mnatii hayo ni utii wa hali ya juu, basi sisi tutaona kwamba mumeshatii amri zetu. Pengine itakuwa madai yenu tu, na Mwenyezi Mungu anajua kuhusu vitendo vyenu, na hivyo ndivyo Mungu anajua hali ya mioyo yenu. Basi utii wa kawaida ni huu kwamba mutimize haki za Mwenyezi Mungu, mufanye ibada yake vizuri. Siku hizi Hazur anasema katika Ramadhan watu wameelekea kwenye ibada, muendelee kufanya ibada kwa kufuata amri za Mwenyezi Mungu. Vile vile mutimize haki za viumbe vyake. Sayyidina Al-Islam kama alisema kwamba muipukane na fitina ya kila aina, mujiepushe na shari na mapigano ya kila aina, na muwe na hulka njema. Muwe na hulka njema kiasi hiki kwamba tofauti ionekane baina ya manajumuiya na asiyekuwa manajumuiya, na muendelee kushika ukweli. Ile morali kufanya mema ya kila aina ni muhimu sana kwa ajili ya kila manajumuiya, na hii ndiyo ni maana ya utii. Na Mwenyezi Mungu ametuamuru tutii utii wa aina hii. Hii jambo kwalo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alituamuru, na Sayyidina alayhi salatu wasalam pia alikuwa na matamanio ya aina hii kutoka kwa wanajumuiya wake, na uhalifa wa jumuiya pia unaendelea kukumbusha kuhusu mambo haya. Tangu miaka 111 uhalifa unaendelea kukumbusha kuhusu mambo haya. Hivyo ndivyo hii pia ni muhimu kwamba katika mambo ya uongozi pia mnatakiwa muonyeshe utii wa hali ya juu, si katika mambo ya dini tu, kama Khalid bin Walid alionyesha. Na msijishirikishe katika mjadala huu kwamba hii ni maarufu au si maarufu. Lakini kama mnaona kwamba kuna jambo kinyume na Mwenyezi Mungu na amri ya mtume wake, bila shaka jambo ile ni ghair maarufu, haitakiwi jambo lile lifuatwe. Tunaposema katika ahadi yetu kwamba halifa akitoa amri yoyote maarufu lazima mimi nitatii amri ile, kila mmoja asianze kufanya tafsiri ya neno hili la maarufu kwamba uamuzi huu ni maarufu na uamuzi huu sio maarufu. Khalid bin Walid hakusema kwamba wakati mapigano yanaendelea, wakati waislamu na maadui wanaendelea kupigana, na vile vile Khalid bin Walid alikuwa akitumia hekima sana, na waislamu walikuwa wanapata faida pia wakati ule Hazrat Umar radhiallahu ta'ala anhu alitoa amri. Khalid akasema, hakusema amri hii sio maarufu, bali Khalid bin Walid alitii
utii wa hali ya juu, na yeye akaanza kumtii Hazrat Abu Ubaida na akaanza kupigana na maadui chini ya uongozi wa Hazrat Abu Ubaida. Wale watu ambao wanaanza kuzungumza kuhusu maarufu na ghair maarufu, kuhusu watu wa aina hii, halifa wa kwanza radhiallahu taala anhu alisema kwamba kuna kosa lingine ambalo ni katika kuelewa kwa neno hili la maarufu, mambo ambayo sisi hatuelewi. Tusifanye maarufu, yani sisi wenyewe tufanye tuamue na tuanze kufuata mawazo yetu. Jambo hili ni neno hili limetumiwa kwa ajili ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama Mungu amesema wala yasinaka fi ma'ruf, wala yasinaka fi ma'ruf, wala watakuasi katika mambo ya maarufu. Halifa wa kwanza anasema kwamba je, hawa watu wametayarisha orodha ya aibu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nauzubillah, je, wametayarisha orodha ya aibu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia? Je, wametayarisha orodha ambayo kwa kupitia orodha wanasema kwamba amri hizi za Mtume sallallahu alaihi wasallam maarufu na amri hizi nauzubillah sio maarufu? Anasema hivyo ndivyo Sayyidina alayhi salatu wassalam pia katika masharti ya bayat alisema kwamba mnatakiwa mufanye utii, na katika jambo hili kuna siri kwamba utii wa manabii na utii wa khalifa. Sayyidina alayhi salatu wassalam alieleza maana ya neno hili hivi kwamba ni ana amuru mambo ambayo si kinyume na akili, na yeye anakataza mambo ambayo akili pia inakataza au inakataa. Yeye anahalilisha vitu vitakatifu na vile vile anaharamisha vitu vichafu, na maelezo yake Mwenyezi Mungu ameeleza ndani ya Qur'ani tukufu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza maelezo yake. Mungu ameeleza mambo yote ndani ya Qur'an tukufu yanayotakiwa yafanywe na yale ambayo hayatakiwi yafanywe, na Mungu akasema wale watakaofuata amri hizi zote wataokoka na wataulu. Basi tunatakiwa tukumbuke dawamu kwamba kutoka kwa khalifa chini ya utii wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sawa na sheria, amri zinatolewa na amri hizi zitaendelea kutolewa. Mwenyezi Mungu ameshasema kwamba ikiwa mnatii basi mtaongoka, pengine haina njia ya okovu ikiwa hamtii. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wale wanamtii Allah na mtume wake na wale ambao wanafanya vitendo vizuri, Mwenyezi Mungu amewaahidi kwamba uhalifa utaendelea kati yao. Hawafanyi vitendo vizuri wale ambao wanazingatia ibada zao na wala wanahalisisha ibada yao kwa ajili ya Allah, na wanaepukana na ushirikina wa kila aina. Wanaacha tamaa ya dunia na hawaangukii dunia na hawadharau dini yao. Kudharau pia ni aina ya shirk. Bila shaka mambo haya yote yaliyoelezwa ni mema, lakini utii pia ni muhimu sana. Basi ikiwa tunataka kupata baraka kutoka ahadi ya uhalifa, katika hali hii tunalazimika kuzingatia swala zetu, kuhifadhi sala zetu
tunalazimika kuepukana na ushirikina wa kila aina. Pamoja na mambo haya yote tunalazimika kumtii halifa mtukufu, pengine tutahesabiwa pamoja na waasi. Kama aliyosema Sayyidina alayhi salatu wasalam, katika hali hii nyinyi mtatoka nje katika baiati yangu. Kisha Mwenyezi Mungu anasema wale waaminio ambao wanaendelea kuungana na uhalifa ni jumuiya ambayo inasimamisha swala. Jumuiya hii inazingatia swala, inasimamisha swala na inaimarisha misikiti. Hivyo ndivyo jumuiya hii inatoa zaka. Jumuiya hii inatakasa mali yake kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Jumuiya hii inatoa mali, na jumuiya hii inafuata amri zote za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hali hii inapopatikana, ndipo Mungu anawarehemu waja wake, watumishi wake. Basi kwa ajili pata baraka na rehema ya Mwenyezi Mungu, tunalazimika kuboresha hali zetu. Wakati rehema ya Mwenyezi Mungu ikaposhuka juu yetu, katika hali hii njama ya mdui itarudi kwake, itarudishwa kwake, na mdui inshallah ataangamia. Basi kwa ajili ya kupata fadhila za Mwenyezi Mungu tunalazimika kuchunguza hali yetu ya kiroho, kwamba namna gani sisi tunamtii halifa na namna gani tunafuata amri zote za Mwenyezi Mungu na namna gani tunaboresha swala zetu, ibada zetu, kiasi gani sisi tunaonyesha utii. Sisi wenyewe tunalazimika kuchunguza hali zetu. Sasa Hazur anasema kwamba mimi kwa kupitia maandiko ya Muslim radhiyallahu ta'ala anhu nataka kueleza mambo kadhaa, kwamba namna gani jumuiya baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam ilipata hali ambayo ilikuwa hali ya kukosa utulivu, lakini uhalifa ulileta utulivu. Wale watu ambao ni pegami, ambao hawakufanya bayati ya uhalifa na waliitwa pegami au ghair mubaye, zamani walikuwa na mwenendo wa aina gani, na baada ya kuchaguliwa kwa halifa wa pili mwenendo wao wa aina gani, na mawazo yao yalikuwaje zamani, na baada ya kuchaguliwa kwa halifa wa pili mawazo yao yalikuwaje. Kisha mdui namna gani baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salam alikuwa anawahi, lakini wakati halifa wa kwanza alipochaguliwa halifa, namna gani mdui alihuzunika. Kisha baada ya kifo cha halifa wa kwanza, wa maadui wa jumuiya walipata tena na tegemea kwamba jumuiya itatawanyika na jumuiya haitaimarika tena, lakini Mwenyezi Mungu alibadilisha hofu katika amani. Mimi nataka kueleza mambo haya kwa ajili ya kuimarisha imani ya vijana hasusan na wanajumuiya kwa jumla, na vile vile naeleza mambo haya ili kila mmoja anatakiwa ajue kuhusu historia ya jumuiya. Wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, hali ya Waislamu ilikuwaje? Kwa kueleza hali ile, Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu akasema, wakati wa kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam hali yetu pia ilikuwa sawa na hali ya Waislamu. Anasema wakati wa kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam hali ya wanajumuiya ilikuwa sawa na hali ya maswahaba walikuwepo wakati wa kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi sote tulikuwa tunafikiria kwamba sasa Mtume Sayyidina alayhi salam hawezi kufariki. Sisi hakuweza kupata wazo hili kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam wakati atakapofariki baadaye itatokea nini.
wakati ule mimi nilikuwa si mtoto, bali mimi nilikuwa kijana. Mimi nilikuwa nimeingia katika umri wa ujana, nikiandika makala. Nilikuwa editor mhariri wa gazeti moja. Nasema kwa kula kiapo cha Mwenyezi Mungu kwamba sisi hata kwa sekunde moja mimi sikupata wazo moyoni mwangu kwamba Sayyidina alayhi salatu wasalam atafariki, ila hali katika miaka ya mwisho Sayyidina alayhi salam alipata ufunuo chungu mzima ambamo Mungu alieleza kuhusu kifo chake, na katika siku za mwisho ufunuo huu ulipatikana kwa wingi sana. Lakini licha ya kuwa na hali yote kwamba Sayyidina alayhi salam aliendelea kupata ufunuo na ilham za aina hii, na licha ya kuwa na hali hii kwamba katika ufunuo kadhaa Mungu hata alieleza wakati wa kifo chake kwamba mwaka gani na wakati gani atafariki. Licha ya kuwa na hali hii kwamba tulikuwa tukisoma katika kitabu kitwacho Al-Wasiyat kwamba mambo haya yatatokea baada ya muda mrefu. Kwa hiyo wazo hili ilikuwa haingii moyoni mwetu kwamba wakati Sayyidina alayhi salatu wasalam atakapofariki hali itakuwaje, kwa sababu hali yetu itakuwa aina hii kwamba tulikuwa tunafikiria kwamba Sayyidina alayhi salam hawezi kufariki katika maisha yetu. Lakini baada ya Sayyidina alayhi salam alipofariki, basi ilikuwa ngumu kwetu kukubali kwamba amefariki. Muslimu anasema mimi nakumbuka vizuri baada ya kifo cha Sayyidina alayhi salatu wasalam, wakati alipowishwa sanda, kwa sababu baadhi wakati kwa sababu ya upepo harakati fulani inapatikana katika sanda au katika mashurubu, watu wakaja kwake na wakasema sisi tumeona kwamba harakati ilipatikana katika sanda yake au katika masharubu yake, yeye hajafa, bado yupo hai. Baadaye wakati maiti ya Sayyidina alayhi salam ilipoletwa Qadian, iliwekwa katika nyumba. Takriban ilikuwa saa 2 au saa 3. Ilikuwa takriban saa 2 au saa 3. Khaja Kamaluddin Sahib alifika kwenye bustani na akaniambia, Mia, je, umefikiria sasa baada ya kifo cha Hadhrat Sahib Mirza Sahib itakuwaje? Nikasema lazima tunatakiwa tuwe na mpango maalum, lakini iwe mpango wa aina gani mimi siwezi kusema kitu chochote. Akasema sawa, na wazo langu ni hivi kwamba tunatakiwa Hadhrat Maulvi Sahib yani Hadhrat Hakim Maulana Nuruddin Sahib tufanye bayati yake. Anasema wakati ule kwa sababu mimi nilikuwa kijana, nilikuwa nasoma vitu, lakini elimu yangu ilikuwa si kubwa. Nikasema kwamba Sayyidina alayhi salatu wasallam hakuandika kwamba sisi tufanye bayat baada ya kifo chake. Kwa nini sasa tufanye bayati ya Maulvi Sahib yani bayati ya halifa wa kwanza? Ingawa habari hii iliandikwa katika risala Al-Wasiyat, lakini mimi sikukumbuka kwa wakati ule niliposema maneno haya. Anasema yule Khaja Kamaluddin akaanza kujadili nami na akasema ikiwa sisi hatufanya bayat juu ya mkono mmoja, basi jumuiya yetu itaangamia. Kisha yeye akasema baada ya kifo cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hivi ndivyo ilivyotokea kwamba watu walifanya bayati ya Hazrat Abubakar radhiyallahu ta'ala anhu. Wakati ule Khaja Sahib anasema kwa baada ya kifo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam Waislamu walifanya bayati ya halifa wa kwanza na walikubali kwamba yeye awe halifa. Kwa hiyo sasa sisi pia tunatakiwa tufanye bayati ya mtu mmoja, na naona kwamba hakuna mwingine anastahili zaidi kuliko Hazrat Maulvi Sahib Mirza Hakim Maulana Nuruddin Sahib kwamba yeye awe halifa. Maulvi Muhammadin Sahib pia alikuwa na Khaja Sahib akasema kwamba Maulvi Muhammadin Sahib pia ana wazo hili, na yeye pia anasema kwamba wanajumuiya wote wanatakiwa wafanye bayati ya Maulvi Sahib yani Maulvi Hakim Nuruddin Sahib. Halifa wa pili anasema kwamba watu wote wanajumuiya walikuwepo pale, wakamwomba halifa wa kwanza kwamba yeye akubali bayati kwetu. Kwa hiyo watu wote wakajumuika pale na halifa wa kwanza akatoa hutuba, na katika hutuba yake akasema kwamba mimi sina hamu ya kuwa kiongozi na imamu, mimi mwenyewe nataka nifanye bayati ya mtu mwingine. Hadha Muslimu anasema kwamba
kwanza yeye alitaja jina langu kwamba kwamba afanye baiti yangu, kisha alitaja jina la Mir Nasr Nawab Saheb, kisha alitaja jina la Nawab Muhammad Ali Khan Saheb. Hivyo ndivyo alitaja majina ya watu kadhaa kwamba tupo tayari kufanya baiati yao, lakini watu wote wasema wakaafiki kwamba wote wanataka wafanye baiati yako. Kwa hiyo wanajumuia wote walikuwepo pale wakafanya baiati ya halifa wa kwanza. Hata sawa na riwaya nyingine imeelezwa kwamba Khaja Kamaluddin Saheb alitoa tangazo kwa sawa na kitabu kitwacho Al-Wasiyat, tunatakiwa tuchague halifa, na yeye alipendekeza jina la halifa wa kwanza. Haya yalikuwa mawazo ya hawa watu ambao baadaye hawakufanya baiati ya uhalifa. Huenda walikuwa na mpango fulani, ndio maana walikuwa na mawazo ya aina hii, kwa hiyo wakafanya baiati ya halifa wa kwanza, lakini mioyoni mwao walikuwa hawana utii wa uhalifa kikamilifu. Walikuwa na mawazo mengine mioyoni mwao, ndio maana walikuwa wakifikiria kila wakati kwamba namna gani waweze kutanguliza anjuman juu ya uhalifa, kisha kwa kupitia anjuman watimize mipango yao. Kwa kueleza nia ya hawa watu, Hadhrat Musleh Maud radhiallahu ta'ala anhu anasema ilifika bayat siku kama wiki mbili baada ya bayati ya halifa wa kwanza. Siku moja Maulvi Muhammad Ali Saheb akakutana nami, akasema, Mia Saheb, je, wewe umefikiria juu ya jambo hili kwamba silsila yetu itaendeleaje, nidhamu itaendeleaje? Nikasema kwamba kuna haja gani ya kufikiria kuhusu mada hii, kwa sababu tayari tumeshafanyia baiati ya Maulvi Saheb ya Maulana Nuruddin Saheb. Akasema kwamba jambo hili ni jambo la kiongozi na utii, lakini swali ni kwamba nidhamu itaendeleaje? Nikasema kwamba sasa hatutakiwi tufikirie juu ya jambo hili wakati tumefanya baiati ya mtu mmoja. Yeye anaweza kuelewa jambo hili kwamba namna gani nidhamu ya jumuiya itaendeleaje. Hatutakiwi tuingilie katika jambo hili. Kwa hiyo yeye akakaa kimya, lakini akasema maneno haya kwamba tunatakiwa tufikirie. Mimi sikuridha na maoni yako. Kwa tukio hili linathibitika hali ya moyo yao ilikuwaje. Kwamba walifanya baiati ya alifa wa kwanza, lakini walikuwa na nia fulani na mpango fulani, hawakufanya baiati yao kwa moyo safi. Ndio maana utulivu wa mioyo yao haukubaki. Ndio maana amani pia haikupatikana ndani yao, ambayo inapatikana pamoja na uhalifa, kwa sababu wao hawakuonyesha utii wa hali ya juu, na wao walitaka kuendeleza nidhamu ya jumuiya kama ni nidhamu ya dunia. Kwa hiyo walishuhudia matokeo wenyewe kwamba hawa wamebaki watu wachache tu, au labda ni watu 100 kadhaa ambao wanapatikana, pengine wamekuwa. Hata tukisema kwamba ni wachache tu ambao wanapatikana, ambao wanafuata nidhamu yao, wengine hawafuati, na jumuiya ambayo ipo chini ya uhalifa, jumuiya hii kwa fadhila za Mwenyezi Mungu inapatikana katika nchi 212 ya dunia nzima. Kisha kwa kueleza mada hii kwamba wakati Mtume Sayyidina Alayhi Wasallam alipofariki, mdui alikuwa akisema nini kuhusu mustakbal ya jumuiya. Hadhrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema wakati Sayyidina Alayhi Salatu Wasallam alipoaga dunia, ilikuwa inafikiriwa kwamba sasa jumuiya hii itaangamia, na mdui alikuwa na furaha kubwa sana, na walifikiria mchango hautapatikana na maendeleo ya jumuiya yatakwisha.
kwa sababu watu walikuwa wakitoa mchango kwa sababu ya sayyidina alayhi salatu wasalam. Lakini baadaye watu waliposhuhudia kwamba jumuiya inaendelea kuzidi upande wa idadi wanajumuiya, na vile vile mchango pia unaendelea kuzidi, na vile vile jumuiya inaendelea kusambaza dini zaidi, wao wakaanza kusema maneno haya kwamba kwa hakika Maulvi Hakim Nuruddin Saheb ni mtaalamu wa hali ya juu katika jumuiya, na maendeleo haya yote yanapatikana kwa sababu yake yeye. Hata wakati wa maisha ya Sayyidina Malasa Maulvi Saheb alikuwa akifanya shughuli zake zote, ndio maana maendeleo haya yanapatikana. Hazrat Muslim anasema kwamba watu wengine walikuwa wakisema katika maisha ya Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba silsila hii ya jumuiya inaendelezwa na Maulvi Nuruddin Saheb. Wao walipoona baada ya kifo cha Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam kwamba jumuiya imepata maendeleo zaidi kuliko zamani, wao wakabadilisha maneno yao na kaanza kusema kwamba je, sisi tulikuwa hatusemi kwamba wakati wa Mirza Saheb Hakim Maulana Nuruddin Saheb alikuwa anafanya kazi zote, shughuli zote, ndio maana maendeleo haya yanapatikana katika uhalifa wa Hakim Maulana Nuruddin, kwa sababu yeye alikuwa akifanya shughuli zote. Kisha al-Muslim anasema watu wa Gujarat waliniambia wakati Sayyidina Alayhi Salam alipofariki, Sheikh mmoja wa al-Hadith akatuambia, sasa nyinyi mmekamatwa vizuri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema baada ya unabii uhalifa unapatikana. Nyinyi unasema Sayyidina Alayhi Salam ni nabii wa Mwenyezi Mungu, hata kama ni nabii bila kuwa na sheria, lakini nyinyi mnadai kwamba yeye alikuwa nabii wa Mwenyezi Mungu. Lakini jambo hili ni muhimu kwamba baada ya unabii uhalifa unapatikana, lakini uhalifa hautapatikana ndani yenu. Nyinyi ni watu kama wazungu, mnaongea kama ni kizungu, na nyinyi hamtashika uhalifa. Na wanasema kesho yake sisi tukapata barua kesho yake, siku hizi Yazur anasema kwamba kwa kupitia barua kipepe habari inafika mara moja, lakini zamani habari ilikuwa ifikishwa kupitia barua, na barua ilikuwa ikifika baada ya siku mbili, siku tatu. Anasema baada ya siku ya pili tukapokea barua kwamba jumuiya imefanya baiyati ya Hazrat Maulana Nuruddin Saheb na jumuiya imemchagua khalifa. Wakati wale wanajumuiya walipomwambia yule shekhe, akasema huyu Hakim Nuruddin ni mtaalamu, ndio maana ameanzisha uhalifa, lakini ikiwa uhalifa unapatikana baada ya kifo chake ndipo tutaamini jumuiya hii ni sahihi. Anasema baada ya halifa kwanza alipofariki yule shekhe akasema, wakati yule mambo yalikuwa tofauti, sasa mimi nitaona nani atakuwa halifa. Anasema kesho yake tukapata tena barua kwamba watu wamefanya bayat juu ya mkono wangu. Yule shekhe akasema kwamba nyinyi ni watu wa ajabu, nyinyi hamjulikani, nyinyi ni watu wa aina gani, yani hata katika hali pia hakupokea, hatukubali. Hazur anasema kwa sababu ya hii husuda inaendelea kupatikana katika watu hawa, kama ndawahi kuelewa kusema kwamba wakati mimi nilipochaguliwa halifa, shekhe moja alisema kwamba mimi nimeona nadhara yote ya kuchaguliwa kwa halifa, kwa kuona hali yote inaonekana kwamba kitendo cha Mwenyezi Mungu kipo pamoja nanyi, lakini kuona hata nishani hii badala ya kupokea, hawa mashekhe wanaendelea kuzidi katika husuda na bughudha na uadui. Hazur anasema Mwenyezi Mungu anaendelea kuendeleza jumuiya na maendeleo yanapatikana katika jumuiya. Jumuiya inaendelea kupatikana katika maeneo mbalimbali. Watu ambao wanaishi katika nchi mbalimbali wanaendelea kuzidi katika utii wa uhalifa. Mwenyezi Mungu anawaongoza watu wanaokuwa chini ya uhalifa, na anamuongoza halifa, na Mungu anawavuta wenyewe hawa watu chini ya uhalifa. Nataka kutoa mifano yake namna gani Mungu anawavuta watu kwenye jumuiya. Kama yule shekhe alisema kwamba kitendo cha Mwenyezi Mungu ni pamoja nanyi, inaonekana kwamba msaada Mwenyezi Mungu upo pamoja nanyi.
nataka kutoa mfano mmoja wa aina hii. Msaada wa Mungu upo pamoja nasi kwa sababu sisi ni watumishi wa kweli wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na sisi tunasambaza mafundisho sahihi ni tukufu ya Islam duniani kote. Katika Guinea Bissau kuna mwanamke mmoja ambaye ni mzee sana. Yeye anasema siku moja nikaona katika ndoto kwamba bashiri wetu anaandika kitabu na anampatia kitabu na anasema kwamba ukovu wetu ni katika kitabu hiki. Mimi napofungua kitabu nakuta kuna picha ndani ya kitabu hiki. Namuuliza, mbashiri huyu ni nani? Yule mbashiri anasema huyu ni Khalifatul Masihi ambaye amechaguliwa Mwenyezi Mungu. Kesho yake yule mwanamke akamjia mbashiri wetu, na mbashiri akamwambia kwamba ndoto yako ni wazi wangu amekuongoza mwenyewe. Kisha yule mwanamke akasema, wallahi kuanzia leo mimi ni mwanajumuiya na bila shaka halifa wa Ahmadiyya amechaguliwa na Mwenyezi Mungu. Uhalifa huu unaendelea ni kutoka kwa Allah. Kwa hiyo yeye kwa kusema hii akafanya bayat, na baada ya kufanya bayat anashiriki katika mipango yote ya jumuiya, anatoa mchango, na hivyo ndivyo kwa ushujaa sana yeye anafanya mahubiri na anawaambia watu namna gani Mungu alimwelekeza na alimuongoza. Hivi ndivyo kuna mtu mmoja kutoka Misri, yeye anasema mimi nilikuwa nikifanya maovu sana, nilikuwa nikifanya dhambi sana. Mimi kwa kuangalia hutuba ya MTA nikaanza kuelekea kwenye dini, kisha nikaahidi kwamba mimi nitajiunga na jumuiya kwa sababu halifa unatuongoza katika njia iliyonyoka. Vile vile kuna mifano chungu mzima namna gani Mwenyezi Mungu katika maeneo mbalimbali katika nchi mbalimbali anawaongoza watu. Toka Cameroon, katika mji wa Cameroon Marwa, bashiri mkuu anasema watu wanaangalia MTA. Tangu MTA Afrika imeanzishwa watu wengi wameanza kuangalia MTA, na kule hususan watu wanasikiliza hutuba, wanaangalia hutuba, na baada ya kusikia hutuba mabadiliko yanapatikana ndani yao na watu wanaanza kuelekea kwenye jumuiya, na watu wanataka kuungana na uhalifa kwa kupitia MTA ili waweze kuonyesha mifano mizuri ya utii. Huu wa uhalifa na mapenzi haya ya uhalifa ni ahadi ya Mwenyezi Mungu, na madamu wanajumuiya wakiendelea kuungana na uhalifa, hali itaendelea kubadilika katika amani, na Mungu ataendelea kutuliza hali ya watu, na Mungu ataendelea kutoa utulivu katika mioyo ya watu. Mimi ninapokwenda kuzuru maeneo mbalimbali, watu wananiambia, napokea barua pia chungu mzima kwamba namna gani wao baada ya kujiunga na jumuiya Mungu aliwajalia uwezo wa kuungana na uhalifa. Na zamani walikuwa wakikosa utulivu, lakini baada ya kujiunga na jumuiya wamepata utulivu. Basi wale ambao watakaoendelea kuungana na uhalifa na watakaoendelea kupata amri za Mungu na mtume wake, na watakaozingatia swala zao, watakaoendelea kutakasa nafsi zao na mali yao, na wataendelea kuonyesha mfano hali ya juu ya utii, hawa bila shaka wataendelea kupata fadhila za Mwenyezi Mungu inshallah. Na kwa kupitia uhalifa dunia inaweza kuwa umma wahida, bila hii haiwezi kuwa umma moja. Basi kwa ajili ya kupata baraka za Mwenyezi Mungu daima dawamu, kila mmoja wetu, wanajumuiya wote wanatakiwa endelee kufanya dua, Mungu aendelee kututeremshia baraka hii ya uhalifa. Kwa maombi na kwa baraka za Mwenyezi Mungu tuweze
kuwafanya watu kuwa wanajumuia, tuweze kuwafanya dunia nzima kuwa mmoja, na tuweze kuwakusanya dunia nzima chini ya bendera ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Hazur anasema kwamba katika hotuba ya Ijumaa iliyopita wakati wa ufunguzi wa misikiti, mimi nilisahau jina moja. Wakati jiwe la msingi lilipowekwa, nilikuwa katika Canada. Nilienda kutembelea Canada, na tarehe iliyowekwa ilikuja katikati ya safari yangu. Kwa hiyo walileta jiwe, nilifanya dua juu ya jiwe. Katika Oktoba 2016 jiwe la msingi liliwekwa, na Usman Chini sahib aliweka jiwe la msingi la msikiti huu. Kwa hiyo jiwe la msingi liliwekwa na Usman Chini sahib. Tunaweza kusema kwa fadhila za Mwenyezi Mungu watu wa China pia wametoa mchango katika ujenzi wa msikiti huu. Mungu atujalie katika China pia, Mungu atujalie tuweze kusambaza Islam haraka iwezekanavyo. Na Usman Chini Sahib alikuwa na harana kwamba katika China pia ujumbe wa Islam ufike. Tunatakiwa tufanye dua, Mwenyezi Mungu amghufirie na apandishe madaraja yake. Hivyo ndivyo katika China na katika kila nchi ya dunia tunatakiwa tufanye dua jumuiya ya duniani kote. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi, amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.